Mungu wetu ametujalia tena katika kuketi, kusimama, kusikiliza, kutazama nyayo wakati wa mwisho, sehemu ya pili. Niwakaribisheni sana kwa utulivu na usikivu. Mungu anaponena nasi kupitia uongozi wa Roho Mtakatifu, naam, atatujalia kuelewa, atatujalia kuitikia sawa sawa na mapenzi yake. Jioni hii ya leo katika sehemu ya pili, fumba macho tena kwa ajili ya kusikiliza neno la Bwana. Tuombe. Asante Mungu wetu, nena nasi sasa mapenzi yako katika jina la Yesu. Amina. Ufunuo 13 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 8. Sehemu ya pili ya nyayo wakati wa mwisho. Tunaanza na Ufunuo sura ya 13 mstari wa kwanza hata mstari wa 8, na hapa nitasoma. Kisha nikaona mnyama akitoka katika bahari, mwenye pembe 10 na vichwa 7, na juu ya pembe zake ana viremba 10, na juu ya vichwa vyake majina ya makufuru. Na yule mnyama niliyemwona alikuwa mfano wa chui, na miguu yake ilikuwa kama miguu ya dubu, na kinywa chake kama kinywa cha simba. Yule joka akampa nguvu zake na kiti chake cha enzi na uwezo mwingi. Nikaona kimoja cha vichwa vyake kana kwamba kimetiwa jeraha la mauti, na pigo lake la mauti likapona. Dunia yote ikamstajabia mnyama yule, wakamsujudu yule joka, kwa sababu alimpa huyo mnyama uwezo wake. Nao wakamsujudu yule mnyama wakisema, ni nani afananaye na mnyama huyu? Tena ni nani awezaye kufanya vita naye? Naye akapewa kinywa cha kunena maneno makuu ya makufuru. Akapewa uwezo wa kufanya kazi yake miezi 42. Akafunua kinywa chake amtukane Mungu na kulitukana jina lake na maskani yake, nao wakaao mbinguni. Tena akapewa kufanya vita na watakatifu na kuwashinda. Akapewa uwezo juu ya kila kabila na jamaa na lugha na taifa, na watu wote wakaao juu ya nchi watamsujudu, kila ambaye jina lake halikuandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya dunia. Mtu akiwa na sikio na asikie. Ufunuo 13 ni maelezo yanayoendelea katika Ufunuo 12. Ufunuo 12 unamalizia na mstari wa 17, joka akamkasirikia mwanamke. Leo mwache tu mwanamke hivyo, utakuja kumuona baadaye. Akamkasirikia mwanamke, akaenda afanye vita na uzao wake waliosalia, wazishikao amri za Mungu na wana ushuhuda wa Yesu. Naye akasimama juu ya mchanga wa bahari. Hivyo ndivyo Ufunuo 12 inamalizia, juu ya mchanga wa bahari. Ufunuo 12 inatupeleka kwa joka juu ya mchanga wa bahari. Inatupeleka kwa joka mwenye hasira. Inatupeleka kwa joka aliye na vita na uzao wa mwanamke. Anatupeleka kwa joka anayetafuta watu wenye sifa 2, wazishikao amri za Mungu na wana ushuhuda wa Yesu. Na hao Biblia inasema anafanya vita nao. Inapomalizika sura ya 12 namna ile, inatueleza sura ya 13 inatupatia mawakala wakubwa 2 ambao joka anawatumia. Wa kwanza ni mnyama aliyetoka baharini. Na ninyi mnaelewa bahari, unaposoma Danieli sura ya 7, bahari ni watu katika unabii wa Danieli na Ufunuo.
Huyu mnyama anatoka baharini, maana yake anatoka kwenye watu wengi, mara ambako watu wanakaa. Kwa nini sio mnyama wa kawaida? Kwa sababu Danieli sura ya 7 na mstari wa 24 alituambia wale wanyama unaowaona ni wafalme, ni utawala, katika mstari wa 17 na mstari wa 24. Lakini ndivyo inavyosema pia kwenye Ufunuo sura ya 17 na ule mstari wa 9, mstari wa 10, mstari wa 11 na mstari wa 12. Anasema wale wanyama ni wafalme. Kwa hiyo matumizi ya neno wanyama katika Danieli na Ufunuo ni mawili. Moja ni ufalme, mbili ni wafalme. Kwa lugha nyingine, moja ni utawala kwa maana ya taifa, kwa maana ya ufalme, lakini maana ya pili ni mtawala, yani kiongozi, yani aliye na madaraka. Kwa hiyo yote hayo inatajwa ni mnyama. Huyu mnyama anatoka baharini kwa maana ya kwamba anatoka katika watu. Na anapokuja, bahari inapotajwa siku zote sio watu wanaomcha Mungu. Wanatokea kwa wasiomcha Bwana. Katikati yao utakuja kuelewa vizuri baadaye ndani ya siku chache zilizobaki. Na anapotokea kule, Biblia inaeleza ya kwamba huyu mnyama ni mfano wa nini? Mfano wa chui. Halafu ana kinywa kama cha simba, ana miguu kama ya dubu. Yani anachotueleza, anachukua mawazo yako na ya kwangu, anaturudisha wakati wa Danieli kwenye ile sura ya 7 ambako upepo ulivuma katika bahari kubwa na wakatoka wanyama wa aina mbalimbali wanne. Wa kwanza alikuwa mfano wa simba, wa pili alikuwa mfano wa dubu, wa tatu alikuwa mfano wa chui, wa nne alikuwa mnyama wa kutisha. Kwa hivyo anachosema ni hivi, yule sifa za wale wafalme wanne wa Danieli sura ya 7 ndizo sifa zinazohusika na Ufunuo 13. Ndio maana nasema ni mfano wa chui, ili ujue chui yule tuliyemwangalia jana, ambao ana sifa za utawala wa Wayunani, lakini pia ana kinywa kama cha simba, wana sifa kama ya Wakaridayo, lakini pia ana miguu ya dubu, yani ana sifa kama ya Wamedi na Waajemi. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, sifa za ukatili na sifa za kukanusha uwepo wa Bwana zilizokuwepo kuanzia wakati wa Nebukadreza miaka 605 kabla ya Kristo mpaka Rumi, anaziona hapa zikiwa zimejaa ndani ya mnyama mmoja. Anachotaka kukusaidia wewe na mimi ni kufahamu tu ya kwamba huyu mnyama ana sifa zile zile zilizotajwa katika Danieli sura ya 7. Lakini angalia kitu cha ajabu. Huyu mnyama ana pembe 10 na ana vichwa 7. Nimekueleza kwamba vichwa kwa mujibu wa Ufunuo sura ya 17 ule mstari wa 9, wa 10, 11 ni wafalme bado. Wanyama ni wafalme na vichwa ni wafalme na pembe ni wafalme. Kwa hiyo hebu endelea kusikiliza kidogo jioni ya leo. Na sasa anasema ana vichwa 7, lakini anaeleza jambo hili jingine. Anasema sio tu ana vichwa 7, ana pembe 10. Na unajua Biblia inaeleza vizuri katika Ufunuo sura ya 12 kwamba yule joka ambaye theluthi ya mkia wake wakokota nyota za mbinguni, na yeye alikuwa na vichwa 7 na ana pembe 10. Ni kujaribu kutueleza kujua hivi, joka anatumia mamlaka za dunia, lakini pili anatumia serikali za dunia. Kuna mataifa yanatajwa yenye vichwa 7 na pembe ziko 10. Ni pembe 10 anakurudisha kwenye ile Danieli sura ya 2 ambazo nyayo za ile sanamu, ili nyayo ambayo zimegawanyika nusu chuma nusu udongo. Kwa lugha nyingine, nyayo zina vidole 10. Ni baada ya kuvunjika kwa Rumi mwaka 476 baada ya Yesu. Wakati utawala wa Rumi ulipovunjika, zikainuka tawala 10, na niwaeleza siku ile wakati wa ramani ya wakati ule. Lakini kesho tutakuja kutuangalia kwa undani kwa ukaribu zaidi. Sasa anasema ana pembe, amebeba pembe 10. Kwa hiyo ni mfumo, ni utawala ambao umesheheni sifa za ukatili. Ndio maana ana majina ya makufuru, na kufuru maana yake tukana Mungu. Lakini pia sikiliza ili ujue anatukana Mungu, akafanya vita na watakatifu. Na unasikia tulisoma siku ile katika Danieli sura ile ya 7 na ule mstari wa 25, atadhoofisha watakatifu wake
aliye juu. Na tukasoma ile Danieli sura ya 12 na mstari wa 7, atavunja nguvu za watakatifu. Na hivyo unaona inatajwa kwenye Ufunuo sura ya 13 kwamba atafanya vita na watakatifu. Na alafu pia kipindi ni kile kile tulisoma Danieli 7:25, na tukasoma ile Danieli sura ya 12 mstari wa 7, sura ya 12 mstari wa 4, wakati nyakati 2 na nusu wakati. Na lakini tukasoma pia katika kitabu kile cha Ufunuo sura ya 12 mstari wa 14, ambao ni miezi 42. Na hapa anataja tena huyu mnyama alipewa afanye muda wake kwa muda wa miezi 42, ama kwa lugha nyingine ni sawasawa na siku 1260 kwa mujibu wa Ufunuo 12 na mstari wa 6. Kwa hiyo ina maana hivi, tangia mwaka 538 baada ya Yesu mpaka mwaka 1798 tulichoona kile kipindi cha wakati nyakati 2 na nusu wakati, miezi 42 ni sawa na siku 1260. Kuanzia kuanguka kwa utawala wa Athrogoth mwaka 538 na wakapewa kutawala, wakati dini ya Kikristo, dini ya Rumi ya Kikristo mwaka 538 ilipotawala serikali zote za dunia na zote zikawa chini yake. Biblia inatueleza hivi, ndiko anakoelekea na ndiko anakopanda. Mtu mmoja anasema, inawezekanaje siku hizi watajisalimisha? Sikiliza nikueleze, inapokuja ajenda ya asulubishwe, serikali zote za dunia zitakubaliana. Na tuna kielezo cha pekee sana jioni ya leo. Kwa nini inakuwa vile? Kwa sababu iko hivi, wakati Yesu analetwa, ajenda ya asulubishwe, Pilato na Herode walikuwa ni maadui kwa mujibu wa Luka sura ya 23. Lakini kwa sababu asulubishwe, Biblia ilisema hivi na inasema hivi, wakawa marafiki. Ina maana serikali zote za dunia, Yesu akija hapa na tamko ni kusulubishwa, mahakama za dunia za kina Pilato, tawala za dunia za kina Herode watakuwa kitu kimoja. Lakini mmoja anasema, je, dini navyo ni hivyo hivyo? Biblia inaeleza ilipokuja ajenda ya Yesu asulubishwe, Mafarisayo na Masadukayo wakawa kitu kimoja. Yaani hapa hakuna Ukristo, hapa hakuna Uislamu, hapa hakuna Ubudha, hapa hakuna wa dini yoyote duniani. Na waambieni, siku zinakuja kwa mujibu wa neno la Bwana zitakuwa kitu kimoja kwa ajili ya ajenda ya asulubishwe. Kesho na kesho kutwa tutaenda kuona vile ambavyo Yesu anataka kutueleza, lakini habari njema ni hii, hawatashinda. Hii ndio maana naeleza habari hii, na leo tumeombea viongozi wenye dhamana katika serikali. Sio kwamba watapinga, sio kwamba watazuia. Hatuwaombei tukijua ya kwamba watazuia. Tunawaombea ya kwamba mtu mmoja kwenye serikali asalimishe nafsi yake kwa mwanakondoo. Hicho ndicho tunachofanya. Ila usifikiri ya kwamba eti serikali za dunia zitakataa. Na waambieni, sio tu Kongo, sio tu Uganda, sio tu Kenya, sio tu Tanzania, sio tu Ethiopia, sio tu Madagascar, sio tu popote. Mataifa yote watajisalimisha kwa mfumo unaokuja. Hivyo nachoeleza ni nini? Viongozi wasije wakasema kanisa halikuwapa nafasi ya kujua ukweli mbele yao. Na ninashukuru kwamba serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania haina dini, ila watu wake wana dini. Na hiyo sikilizeni kwa nini serikali yetu haina dini ila watu wana dini. Unajuaje? Ndio maana wanapoapishwa wanashikishwa Biblia, wanashikishwa Qur'an. Na nikawa namsikiliza wakati mwingine hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliojiwa, akasema, kama ndivyo inafanyika hivi, ikitokea kiongozi wa nchi akawa hana dini, mtamwapishaje? Akasema, mpaka sasa hatujapata asiye na dini, hatujapata kabisa asiye na dini, lakini tutakapompata tutatafuta utaratibu wa kumwapisha. Bado hatujampata. Kwa hivyo watu wake wana dini, lakini kama serikali haina dini. Na ngoja niwaambie, huo ni mtazamo sahihi kabisa wa kibiblia. Sahihi kabisa. Nitawaeleza ni kwa nini. Sahihi kabisa. Kwa sababu watu wana dini, lakini serikali haina dini. Lakini tunakokwenda huko, dini na serikali itakuwa kitu kimoja. Na nani atakayeongoza itakuwa ni dini. Na ndipo kile Biblia inachosema kitatokea. Kwa hivyo Biblia inatueleza vizuri kila ambacho kitafanyika.
kwamba watu wote, ndivyo anavyosema mstari wa 4 na wa 5, watashangaa wamuonapo yule mnyama, na wote wanaulizana, nani awezaye kufanya vita na mnyama huyu, na nani afananaye naye? Wote wanashangaa. Ule neno kushangaa sio tu ya kushangaa na kuzunika, ni kama ungelisema kwa Kiingereza, wow, wanaadimaya. Ulikuwa wapi? Tunakusubiri uje. Yani hii dunia inaenda kupokea mfumo huu kwa kushabikia na kushangilia. Wanashangaa kwa kufurahi. Biblia inatueleza tu wote wakao katika dunia watamwabudu. Na anamwabudu nani? Biblia inasema huyu mnyama huyu alipewa kiti chake cha enzi na joka na uwezo mwingi. Nachoeleza hapa Biblia ni kwamba serikali za dunia, tawala za dunia zitafanya hayo yote kwa mamlaka ya Shetani. Kwa mamlaka ya Shetani. Kwa mamlaka ya Shetani. Serikali za dunia zitaoperate kwa mamlaka ya Shetani. Ndivyo Biblia inasema joka akampa kiti chake cha enzi na uwezo mwingi. Lakini hii angalia jambo jingine, anasema hivi, wote wakamsujudu huyo joka. Sikiliza sasa, kinachoonekana kwa raia ni mnyama, lakini wanaposujudu Biblia inasema hawamsujudu mnyama, wakamsujudu joka. Kwa hivyo ina maana huyu mnyama ni wakara, yeye ndiye anayeonekana, lakini ibada ikija inaenda kwa joka. Kwa lugha nyingine ni hivi, serikali za dunia zitatumiwa na Shetani ili kuwafanya wanadamu wasujudu Shetani. Na kwa sababu hiyo, kwa kuwa bado nafasi ingalipo, ufanye unachoweza kufanya maadamu bado ni mchana. Biblia inasema wako hawa tu ambao watasujudu. Kwenye ule mstari wa 8 ya Ufunuo 13 anasema wote watamsujudu kila ambaye jina lake halikuandikwa kwenye kitabu cha uzima cha mwana-kondoo. Sikilizeni jioni ya leo, watakao sujudu mnyama, watakao sujudu joka ni wale tu ambaye kwenye kitabu cha mwana-kondoo majina yao hayapo. Sio kwamba walielewa kinakuja. Mimi huwa ninaangalia watu wanakuwa na miemuko sana. Mara sijui imefanyika wapi Ulaya. Mara sijui namna gani hiki kinafanyika. Mara sijui mtawala wa nchi fulani amefanya hiki. Mara sahihi wamesweka pale. Sikiliza, hiyo haitakusaidia chochote. Kitakachokusaidia ni hivi, hakikisha jina lako liko kwenye kitabu cha uzima cha mwana-kondoo. Kama jina lako liko pale, yani walete chochote watakacholeta. Walete misumeno, walete. Utembee juu ya misumari kwenye ubao, walete. Wakutishie na moto, walete. Walete bunduki, walete. Biblia inasema hivi, wote walioandikwa kwenye kitabu cha uzima cha mwana-kondoo hawatasujudu joka. Na hatuandikwi kwa namna hivi, ndio tuliojifunza. Ni wale waaminio na kubatizwa, wao wataokolewa. Hao ndio wanaojisajili kwake. Na niliwaambia ya kwamba tunaishi kipindi cha kujisajili kwenye utawala wa Yesu Kristo. Wale wanaoamini na kubatizwa, hao ndio wanasajili uraia wao kwa Yesu Kristo, na atafanya huduma kwa ajili yao. Na mwisho wa huduma ile majina yatathibitika. Hawa wamekubali kafara ya Yesu, na Yesu alisema muwafundishe kuyashika yote niliyowaamuru, maana tazama niko nanyi hata ukamilifu wa dahari. Na ndio maana kujisajili sio tu kusema naamini, ila wafundishwe kuyashika yote niliyoamuru. Ndio maana tunawaambia rafiki zetu ya kwamba kesho utakuja kuangalia vizuri namna ilivyokuja, mpaka hata ubatizo leo wa kuruka moto, wa kupewa kadi, wa kunyunyiziwa maji, sijui wa kufanyaje, wote ubatizo huo tunaenda kuona mpaka hivyo vitu vilivyoingia ambavyo Shetani anatembea na mawakala kadha wa kadha. Atatumia serikali na atatumia
atatumia viongozi wa dini na atatumia imani za dini kuhakikisha kwa watu hawezi kufahamu. Na kama kwa kuwa umekusudia kuhudhuria, na mimi nilikuahidi atakachoniambia Bwana nitasema, maana chuki ya Yesu ni dhidi ya joka na vita ni kati ya Kristo na Shetani. Lakini wanadamu wenzangu waliozaliwa na mwanamke ambao wako pamoja nami, hao wote Yesu ana ajenda ya kutuokoa. Jenda ya kutuokoa. Kwa hivyo kwa sababu adui yako na adui wangu ni Shetani, nitapita uweze kuona kile Shetani anachotafuta kufanya. Lakini leo ninataka uangalie namna ambavyo anaingia kwa undani sana na jinsi anavyotembea kuhakikisha tunajisalimisha kwake. Habari njema ni hii, walio kwenye kitabu cha uzima cha mwana kondoo hawatasujudu. Hawatasujudu. Jeuri ya watu wa Mungu ni hii, majina yao yameandikwa kwenye kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Kama maisha ya dhambi, tunaishi maisha ya dhambi, hatuwezi thibitishwa, kwa sababu lazima tuwe watakatifu. Hatui watakatifu kwa kutamkwa na viongozi wa dini, tunakuwa watakatifu kwa kukaa ndani ya Kristo na kuyashika mafundisho yake. Hii ndiyo maana ya kuwa utakatifu. Na kwa sababu hiyo Biblia inaeleza mwenye sikio na afanyeje? Na asikie. Tumia sikio lako wakati bado linafanya kazi. Usiwe mbumbumbu mzungu wa reli. Mbumbumbu mzungu wa reli ni kisa fulani ambacho kilitolewa. Kuna mzungu mmoja alikuja, mmoja wapo ya ramani alizopewa na viongozi wake watangulizi kuja Tanzania, alipewa reli. Unatembea na reli kwa reli mpaka ufike sehemu walipomtuma. Lakini wananchi wakamwambia, unazunguka mno, hii ni barabara inafika. Akasema, mimi nitaenda kwa reli. Mwisho watu wakasema, huyo mwacheni, ni mbumbumbu mzungu wa reli. Usiwe mbumbumbu mzungu wa reli. Katika imani usiwe mbumbumbu. Iangalie Biblia ndugu zangu. Hatuna Biblia tofauti, tuna Biblia moja, na hatuna kiongozi tofauti tu. Tuna kiongozi moja, ni Yesu Kristo. Na hivyo mimi nahubiri habari za Yesu na nahubiri habari ya neno la Bwana ambalo ni moja. Liko kwenye Biblia, hilo tutalihubiri. Kama liko kwenye Biblia, hilo tutalitoa nje. Si kwa sababu yoyote ile, kwa sababu Yesu amelikataa. Alilokataliwa na Biblia ndilo tunaloeleza watu. Acheni hilo. Hilo kwenye Biblia tunakubali. Hilo Yesu amelisema. Na kwa sababu hiyo jioni ya leo tunaona hiki ambacho kinafanyika. Mwenye sikio na asikie. Sasa huyu mnyama anafanyaje mpaka ulimwengu unaadimaya, unamshabikia, unamkubali? Sikiliza vizuri. Katika kitabu cha Danieli sura ya 11, na hapa tasoma mstari wa 40, ingawa nimesema mpaka 45, lakini tasoma mstari wa 40 kwanza usikie. Atafanyaje joka ili aweze kupata usikivu wa wanadamu duniani? Katika Danieli sura ya 11 mstari wa 40, na hapa nasoma, na wakati wa mwisho mfalme wa kusini atashindana naye, na mfalme wa kaskazini atamshambulia kwa upepo wa kisulisuli pamoja na magari ya vita na wapanda farasi na merikebu nyingi, naye ataingia katika hizo nchi na kufurika na kupita katikati. Nini? Wakati wa mwisho ndio atafanya jeuri mfalme wa kaskazini. Mfalme wa kaskazini ni nani huyo? Seleucid dynasty. Huu ni utawala ambao katika historia ulianza na huyo Seleucid dynasty katika yale matawala baada ya kuvunjika kwa Alexander Mkuu. Baada ya kifo cha Alexander Mkuu katika utawala wa Yunani, ilitokea majemedari wanne, na wanne wakaendelea, mwisho wakabaki wawili, kaskazini na kusini mwa Yudea, kaskazini na kusini mwa Palestina. Kwa hiyo Danieli anatupatia kijiografia, lakini baadaye ukiendelea kusoma inahama kwenye upande huo, inaingia Rumi ya kipagani, yani Rumi ya kina Kaisaria. Kisha baadaye ikahama ikaingia Rumi ya kidini, na Rumi ya kidini inatajwa na malaika Gabrieli kwa Danieli ni ufalme wa kaskazini. Lakini anapambana mfalme wa kusini. Anapambana mfalme wa kusini ambao ni Ptolemaic dynasty. Mmoja wapo ya jemedari aliyokuwa upande wa kusini mwa Palestina katika wale wanne wa Alexander Mkuu alikuwa ni Ptolemy.
Na ndio maana waliofuata laini yake, uzao wake, utawala wake, wanaitwa kwamba hao ni Ptolemaic dynasty, yani ni ule ukoo wake walioendelea. Na utaiona paka Misri. Historia imejaa sana kwa watu hao. Nimeandika hapa, hata ukienda ukagugu tu huko utaona hivyo vitu vyote. Kwa hiyo inaanza ni jiografia ya kusini. Na mfalme wa kusini, lile neno ambalo lina thamani ya 1545 katika lugha ya Kiebrania, lina maana ya nyika, na maana ya kusini mwa Palestina. Na ndio maana wakati fulani wanatumia moja kwa moja Negebu. Negebu na hilo neno vinafanana, ambao wanataja kwa mara ya kwanza ni Misri. Na kwa mara ya kwanza Misri ndio taifa la kwanza kutajwa kwa mamlaka ya serikali kusema hakuna Mungu. Lakini kwenye wakati wa mwisho ile roho ikaibuka katika taifa la Ufaransa. Na ninyi mnakumbuka katika mapinduzi ya Ufaransa ya Napoleon Bonaparte ya mwaka 1798, wakati Ufaransa kwa bunge lake walipotamka hakuna Mungu, na wakaamua kudhibiti mawakala wote wa Bwana, watumishi wote wa Bwana, na ndipo moto uliwaka Ulaya. Na kama nakumbuka, ndipo ambapo hilo roho ikaenea mpaka ikakamata Russia ya ukomunisti, na tatizo likasembea kwa muda mrefu. Hakuna Mungu, hatutaki imani, hatutaki chochote. Chochote tunachotaka kukiamini ni kile ambacho akili inasema. Kwa hiyo dunia ikaingia kwenye kufikiri kwenye akili, the reasoning age. Ndio unasikia habari zile za enlightenment, wale waliosoma elimu zikaingia, mambo ya akili yakaingia, na imani ikapigwa teke. Ni nani ya kipindi kile? Na kwa sababu hiyo ndio unaona inasogea. Lakini huyo ndio mfalme wa kusini. Wakati inaanza hivyo, mfalme wa kaskazini, yani utawala wa dini ya Kirumi, ulianza na mashambulio kwa utawala wa kusini. Ulianza kushughulikia upagani huo, atheism, ikapambana nao na ikaiangusha. Shambulio la kwanza ilikuwa ni kutoa upagani, ili mfalme wa kaskazini, dini ya Kirumi isimame. Na ilifanikiwa kwa kiasi kikubwa kabisa, na Biblia inaeleza ya kwamba alipita akafurika katikati. Na hiyo historia iko wazi sana, hata ninyi wenyewe mnafahamu. Kama nakumbuka kwenye miaka 1990 wakati ukomunisti unaangushwa. Unajua watu hawezi kusema nani, hawezi kujua mpaka uende usome ndipo uelewe ya kwamba na kina nani kweli walioangusha ukomunisti. Unajua mpaka leo unaposikia vita ya Ukraine na Russia, watu wengi wako ndani tu wanayaona tu yako hapa, lakini hawajui kuna nini. Mbona kama kuna nguvu ya huko, kuna nguvu ya kule, kuna historia kubwa sana pale, na bado wanakumbuka kile ambacho ilifanywa chini cha Gorbachev wakati ule ukomunisti ulipoanguka mwaka 1990. Na Biblia ilishaeleza mapema ya kwamba mfalme wa kusini atashambuliwa na ataangushwa. Hivyo inavyoeleza hata leo watu wanaosikia habari ya vita ya kwanza ya dunia ilipoanzishwa 1914. Unajua, unaposoma pale unaona tu kama unaangalia pale Sarajevo, unaangalia ile Austria-Hungary, unaangalia ile mtoto ile wa mfalme, unaweza kaona alipigwa risasi anafanya ziara, alafu mwisho vita ikalipuka pale. Unaiona kiurahisi vile. Nani anakuambia hivyo? Hakuna hiyo vita ya kwanza ya dunia ambayo haikuwa na mkono wa dini. Ile unapopewa unakula hiki cha sasa hivi, na kwa sababu inabidi ukijibu kwenye mitihani, unaona kwamba ni vita ya Austria-Hungary pale Sarajevo. Lakini nenda uko ndani uweze kuelewa, kulikuwa kuna shida, kwa sababu hapa kuna Orthodox, hapa kuna Katoliki, hapa kuna unaona kicho kinafanyika. Walijua wakipiga hapa lazima mambo yafanyike, na kuna agenda ya kuleta Amerika katika Umoja wa Mataifa. Na ndio maana wakafikia kuanzisha League of Nations mwaka ule wa 1918. Lakini kwa sababu yeye aliingia kama mtazamaji, hakuingia kama mwanachama, ilibidi vita kuu ya pili ya dunia ije mezani. Nakumbuka aliyekuwa waziri mkuu wa Uingereza wakati wa vita kuu ya pili ya dunia, Roosevelt, anaandika, anasema ya kwamba katika siasa hakuna linalotokea kwa bahati mbaya. Hakuna. Na akasema hivi, ukiona imefanyika, iwe ni vita, iwe ni nini, ni kwa vile imepangwa ifanyike hivyo. Usifikiri ni dharura. Ni kwa vile imepangwa ifanyike, na wana malengo yao. Katika vita unavyoziona, unasikia hivi na vile, na kwa sababu unasikiliza Al Jazeera, unasikiliza BBC, unasikiliza The Voice of America, unasikiliza huku na kule. Sasa mara nyingi watu wanajadili kwa sababu mkondo wanaosikia ndio huo uliopewa habari usikilize.
lakini hujasikia upande mwingine wa nchi zile za USSR, yani zile nchi ambazo haziko upande wa NATO. Hujasikia vyombo upande huo. Sasa kwa sababu unapewa na upande mmoja, ni rahisi kudhani unaweza ukapembua mambo vizuri. Nashukuru kwa nchi yetu ambayo katika vuguvu kama hilo inakaa kimya, haionyeshi kuwa huku wala kuwa huku, kwa sababu unaweza ukara pumba. Usifikiri kwa nini viongozi wetu hawafungamani. Wanajua kwamba kilicho ndani ya kapeti kimefunikwa. Kwa hiyo usije ukaangalia tu kwa juu, kuna vitu vimefunikwa. Na kwa sababu hiyo ndio unaona kinafanyika, na hivyo ndivyo kilichofanyika. Sasa anafanyaje basi? Biblia inaeleza ya kwamba atatumia merikebu na farasi. Merikebu ama farasi, farasi ni nembo ya vita. Ndio ilikuwa mizinga ya kipindi kile, ndio ilikuwa vifaru ya kipindi kile. Farasi leo wanawatumia kama riadha, kama nini. Sikiliza, baada ya farasi kugunduliwa na wao wa Kassites, World Civilization, History of World Civilization, Kassites ndio waliogundua matumizi ya farasi. Walipogundua farasi, waliwatumia kwa vita, sio usafiri wa raia, ilikuwa ni silaha. Na hivyo anaposema atatumia farasi, ujue shinikizo la kivita. Ndio maana The Reader's Digest magazine ya mwaka 1990 mwezi wa 3, na hapa na nukuu, shinikizo la kijeshi toka Marekani na washirika wake wameuminya ukomunisti, mwisho wa kunukuu. Yani ukomunisti uliangushwa kwa sababu hiyo. Ila ukienda haraka, ndio maana unapomwona Putin anajitahidi kwa hali zote, ana historia yote mkononi na anajua kinachoendelea na nchi za magharibi. Lakini tuachie wao waendelee, wewe ubaki na Biblia inachokieleza. Lakini kwa nini anataja merikebu? Merikebu ilikuwa ni manuali za kiuchumi. Ndio maana unaona Yona alipanda kwenye merikebu. Merikebu zinabeba bidhaa za wafanyabiashara. Merikebu kwa asili huko nyuma hazikutumika kivita. Kivita ilikuwa ni farasi. Kwa hivyo anachosema huu mfalme wa kaskazini, utawala wa kidini, huu mnyama wa Ufunuo 13 atatumia shinikizo la kijeshi, atatumia shinikizo la kiuchumi. Ninyi wote sio wageni. Ikitokea nchi yoyote ikaenda kinyume, wazee wanakoa, tutakuwekea vikwazo vya kiuchumi. Atatumia merikebu. Atatumia merikebu. Uchumi uko pale, na ndio maana kwenye Ufunuo 13 mstari wa 17 ananukuu hapa tena kwamba mtu awaye yote asiweze kununua wala kuuza isipokuwa anachapa ile, yaani jina la mnyama yule au hesabu ya jina lake. Mtu yeyote asiweze kununua wala kuuza. Shinikizo la uchumi ni silaha atakayotumia kuwapata wakazi wa dunia. Nani asiyejua leo, ikiwa utaambiwa uje siku ya 7 kazini, vinginevyo usaini, tumbo lako litakupeleka. Semina zinapoandaliwa siku ya ibada, siku ya 7 ya juma, kitu gani kinakupeleka? Tumbo lako litakupeleka. Na mashinikizo leo ya kufanya kazi na siku ya 7 ikiwemo, usifikiri ya kwamba inakuja kwa dharura. Iko ndani ya pipeline kuhakikisha ya kwamba wote kwa sababu ya tumbo watajikuta. Wewe unaposema wamewekea serikali fulani vikwazo, na kumbuka Museveni aliposimama na watu wake juu ya kinyume na ushoga, watu wakakoa kule, na unaona tishio la shinikizo la kiuchumi. Wewe unapoona kama serikali, usifikiri wewe uko salama. Maana shinikizo ya kiuchumi yako mpaka ofisini kwako, mpaka kazini kwako. Bosi wako anataka uje kazini, na hivyo njoo kazini. Kama unataka kazi, njoo. Lakini kama ni mwanachuo, kuna mtihani siku ya 7 ya juma, na hivyo shinikizo. Kwa nini uende ufanye mtihani? Tumbo. Kwani interview za kupata ajira, kwa nini siku ya 7 ya juma na unaenda ukijua tumbo? Yani ibilisi anatumia serikali hizi zote, atatumia kwenye, kama sio kiuchumi, atatumia kijeshi. Lakini mara nyingi kijeshi huwa ni hatua yake ya mwisho. Anatumia kwanza hizi ushawishi na shinikizo la kiuchumi. Ndugu yangu nisikilize,
kabla hata ya shinikizo. Kwani ni watu wangapi leo hawana muda wa ibada, hawasomi neno la Bwana? Asubuhi hawana muda na Mungu, jioni wakirudi ni kama ndege. Yaani ibada ni kama by the way, ni kama ajali. Halafu ndio wamekomaa, tunasubiri nguvu ya kidini, sisi tutakuwa hivi na vile. Kama bado shughuli zako za maisha hazikupatii nafasi na Bwana, wewe unasubiri shinikizo la wapi tena? Ulishakajiweka tayari, unaelekea kule. Kama ni mnyama wa kuchinja, tayari unaelekea kiburi, tayari unaelekea, ulishajisalimisha mwenyewe. Na wale ambao wanafanya kazi siku ya 7 ili mradi kuna posho, kuna allowance, kuna hiki na kile, na wengine mpaka wanasema mimi ni daktari. Daktari wakati unajua ni umepangiwa. Unajua tusidanganyane. Tusidanganyane. Iko kwenye ratiba ya kazi. Sio kwa hiari. Ni ratiba ya kazi. Sio kwamba Yesu hahitaji uweze kutoa huduma, lakini swala ni hili, ni huduma kweli ama ni ajira? Na yasema haya uweze kuelewa kinachokuja mbele. Shinikizo la uchumi, shinikizo la kijeshi, atavitumia hivyo kuweka ulimwengu pamoja. Na inapokuja kwenye upande wa shinikizo la kiuchumi, hapa ndipo usaliti utakapoingia. Na hatuwezi kusubiri mpaka wakati ule. Sasa hivi ni muda wa kuangalia wewe ni mwaminifu kiasi gani kwa neno la Bwana. Kesho utakuja kuangalia vile ambavyo Mungu amekusudia kwa hali zote, na hakuna namna yoyote ile, lazima watu wa Bwana watashinda, na lazima ukubali gharama iliyoko mbele. Kwa hiyo mataifa watakabiliana na shinikizo la kijeshi, mataifa watakabiliana na shinikizo la kiuchumi. Hizi ni silaha mbili kubwa ambazo zinatumiwa na nchi zenye nguvu kiuchumi, na bahati nzuri hii yote inayoelezwa ni ndani ya mwamvuli wa Umoja wa Mataifa. Lakini wakati anafanya vile, wanatumia pia curriculum, wanatumia mtaala. Nisikize vizuri, mtaala kazi yake ni kubadilisha kufikiri kwa wakazi wa dunia. Ukitaka taifa lifikiri tofauti, leta mtaala unaofikiri tofauti. Ndani ya miaka 7, miaka 10, 15, ukishaweka mtaala kuanzia chekechea, primary, kisha sekondari, alafu chuo kikuu, ukibadili mtaala, umebadili kufikiri kwa watu. Na ndio maana siku zote usione mtaala ni kitu cha kawaida, kwa sababu mtaala ndio unaofyatua, ndio mtambo wa kufyatua kufikiri kwa wanadamu. Na ndio maana kwenye hiyo miaka ya 4 ya 18 ndio akina Charles Darwin wanakuja na mtaala ukaingia, wanaozungumzia kuna nadharia ya uibukaji ya evolution. Yaani hatukutoka kwa muumbaji, ila tumepitia hatua fulani. Mambo ya Big Bang Theory yakaja, mambo sijui ilianzia hivi ikawa vile, mara ikatoka kwa msoko akawa mwanadamu. Hizo zote zikaingia kwenye curriculum. Na unaweza unaniambia hivi, zimetokea wapi? 4 ya 18. Na wakati huo wote Ibilisi anatengeneza akili, na ndipo hatua kwa hatua kubadilisha ufikiri wa watu ya kwamba hakuna muumbaji, ila tumetokea kwa namna hii. Kwa hiyo ndio maana mpaka leo baadhi ya mataifa ya ulimwengu hakuna kitu kinaitwa dhambi. Usitamke dhambi, tamuka kuna udhaifu, kuna makosa. Maana ukishasema kuna dhambi, maana hapo yuko Mungu, na ili ionekana hakuna Mungu, sema ni udhaifu. Ka udhaifu tu, ka udhaifu. Usiseme dhambi, unakuwa radical, mshupavu. Sema ka udhaifu, sema ka udhaifu. Usiseme dhambi. Dhambi hiyo iko juu muna, hakuna kitu hicho. Miaka ikaenda, ilipofika kwenye 4 ya 19 na 20, wakaingia kwenye relativism. Ya relativism maana ukweli ni relative. Ukweli sio ukweli. Ukweli kwa Watanzania sio ukweli kwa Australia. Ukweli kwa Australia sio ukweli kwa Wajapani. Kwa hiyo kila mtu akachukue kasehemu ka ukweli, wengine tuachie. Maana yake ni nini? Ndipo hapo haki za binadamu zikaingia. Unajua watu hawajui haki za binadamu zimeingiaje. Ni baada ya mtaala curriculum kuanzia kwenye 4 ya 17. Kile kipindi wanasema hii ni scholasticism, kipindi cha wasome wanazuoni walipoamua kutilia mashaka imani na wakaweka jukwaa la kufikiri juu ya neno la Bwana. Wewe niwaambie kitu kidogo. Watu wanasoma huko, wanaposikia habari ya
pre-modernism, alafu kuna modernism, alafu kuna post-modernism. Unajua watu wanaweza wasijue ni nini. Pre maana yake modernism ni watu ambao wamesharevuka. Na kwa hiyo kuanzia karne ya kwanza mpaka karibu karne ya 10 na kitu, imani ilikuwa ndio inaongoza taifa. Magonjwa na kila kitu na kufikiri. Ukweli ulikuwa ni ukweli kwa kila mwanadamu. Ilipofika modernism, kuanzia karne ya 16, 17, wanadamu wakaacha, wakasema hatutaki imani, tunataka reasoning, akili. Kwa hiyo ndipo walipoamua kukataa mambo yanayotajwa kwenye Biblia. Wakapatikana wanatheolojia waliogoshiwa, wakapatikana wasomi na mitaala ikawekwa, na ndipo sera zikaingia. Hiyo kila mtu sasa ikawa tunataka reasoning. Ndio maana mapinduzi ya Ufaransa ilikuwa ni ndani ya kipindi cha age of reason, kipindi ambacho kama akielewi kwenye akili yangu peleka pembeni. Kwa hiyo ndio ikaingia wakati huo. Kwenye karne ya 19 na 20 ndipo ikaja relativism, yaani ukweli ni ukweli kwangu na sio lazima huo ukweli kwako. Na ndio maana unaona mpaka leo, kwa nini baadhi ya watu ukisema ukweli wanasema hiyo ni ukweli wa dhehebu lenu, sisi wa kweli wa dhehebu letu ni huu. Ninyi mnaamini katika vyakula hivi, sisi tunaamini katika vyakula hivi. Ukweli wenu sio lazima ukweli wetu. Yaani nisikilize ndugu zangu, dini za Kikristo kwa maana ya madhehebu ya Kikristo hawajapona kwenye relativism. Ukweli wenu sio lazima wao wa kwenu. Ninyi mtasali Jumamosi, tutasali sisi Jumapili. Ninyi mtakula nguruwe, sisi hatutakula nguruwe. Ninyi mtabatiza kwa kuzamisha, sisi tutanyunyiza maji. Sisi tutapeana vitambaa. Relative, ukweli ni relative. Na kwa sababu hiyo maana yake ni nini? Mimi ndiye ninayechagua huu ni ukweli na huu sio ukweli. Mimi ndiye ninayepaswa kuchagua, sio Mungu, ni mimi. Kwa hiyo nimechagua huu uwe ukweli na nimekataa huo sio ukweli. Truth is relative. Kwa ukweli sio absolute. Yaani wamekanusha sasa. Dunia inasema haki za mwanadamu. Maana yake kama wewe unavaa sketi, vaa sketi. Wewe unasuka nywele, suka nywele. Unatoga masikio, toga masikio. Unaamua kuwa mwanamke, kuwa mwanamke. Truth is not absolute, is relative. Na kwa sababu hiyo haki za mwanadamu. Wakati kwenye dini usiguse dini ya watu, usiguse imani ya yao. Kila mtu ana Mungu, kila mtu ana ukweli. Ninyi baki na ukweli huo, sisi tubaki na ukweli huo. Hiyo yote ni movement, ni vuguvugu la kuanzia karne ya 18 mpaka leo. Wakati serikali inasukuma haki za mwanadamu zinazoruhusu ushoga, zinazoruhusu mtu kuwa hivi, usimguse mtoto, mtoto ana haki, atakufunga, hiki na kile. Haki za mwanadamu zinakuja zinasema mwanamke uwe huru, upaswi kuwa chini ya mwanaume. Hii yote ni kwamba pindua serikali ya ndoa, badilisha utaratibu, watoto watini wazazi, lakini pia enyi wake watini waume zenu. Nani kichwa cha familia? Imradi tunawa empower. Tukiwezeshwa tunaweza. Tukiwezeshwa tunaweza. Kwa hiyo wakiwezeshwa hela, wakiwezeshwa cheo, wanaweza. Kwa hiyo nakuwepo 50 na 50. Wewe chukua 50 na mimi 50. Usinibabaishe. Kama ni watoto, naweza kuchukua kijana yoyote nikalala naye nikazaa watoto. Sio lazima niwe na wewe. Tukiwezeshwa. Hiyo ndiyo movement inayoendelea. Hiyo yote ni sera ya adui, na anahakikisha kwenye vyombo vya serikali za dunia swala lenye kubwa ni haki za binadamu. Ushoga unapita kwa sababu ya haki za wanadamu. Uvunjifu wa ndoa sababu ya haki za binadamu. Yaani hayo yote unayoona, matakataka hayo yanayoingia, matakataka yanayoingia ni ndani ya mwamvuli mkubwa haki za mwanadamu. Upande wa dini wao hawaji na haki ya mwanadamu. Wanasema hivi, jamani usisipaze. Wewe ni ukweli unao na sisi tuna ukweli. Usifanye hivi dini ya mtu. Yaani acha, hata sisi huyo Mungu tunaye na mimi ninaye na wewe unaye. Ndio maana unaona kwenye Facebook mtu amejiposti pale, kucha kama za ndege, mdomo kama rangi nyekundu. Halafu iko namna hii. Halafu anakuambia don't judge me, God knows my heart. Usinihukumu, Mungu anajua moyo. Relativism. Ukweli sio ukweli, ila mimi ndio nayeupima ukweli. Hatari yake ni hii, mwanadamu ndiye anayechagua ukweli. Haya mawili, upande wa dini na upande wa serikali,
havitatuacha salama. Kwa hiyo utakapokuja huo mfumo, ulikuwa wapi? Watamshangaa, huyu ndio Mwokozi na huyu ndio hivi na kile. Lakini Biblia inaeleza ya kwamba hapana, walioandikwa kwenye kitabu cha mwana kondoo hawatasujudu. Jioni hii ya leo, jisajili kwa jina la mwana kondoo. Kesho tunaingia chumbani. Tulikuwa sebuleni, tutaingia chumbani kesho. Lakini jioni ya leo, kabla hujaenda, hakuna anayejua kama kesho utakuja. Hujui dharura za maisha haya. Jioni ya leo inatosha kusalimisha maisha yako kwa Mwokozi. Na kama ni shauku yako, popote ulipo, simama jioni ya leo kwamba Yesu, nisaidie na mimi jioni ya leo kujiponya nafsi yangu. Na ni shauku yako jioni hii, popote ulipo leo, askofu tuko naye ataomba kwa ajili yetu. Hebu ponya tena, tembea. Yule anasema anajitoa kwa ajili ya ubatizo, na wewe ambao umesimama na mtu, tembea tu uje hapa jioni ya leo, tembea. Mungu akuongoze. Je, salimishe kwake. Yesu anataka atuandike majina yetu kwenye kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Tembea tu jioni ya leo. Tembea kama umesimama na mtu huyo, mtie moyo, tembea naye kwenye vituo kule, tembea naye kule nyumbani kule, tembea naye mbele ya screen hapa, tembea. Umesimama na mtu wa Mungu unayemfahamu, mtie moyo na tembea naye, kuja naye hapa mbele. Mwambie jisajili, sikiria imani. Tembea tu kwenye vituo. Mungu abariki. Tembeeni tu kule mlipo jioni ya leo. Mungu akujalie. Ni wewe ndio Yesu anakuitana jioni ya leo kule kwenye vituo Saragana, tembea Bugoji, tembea Kangetuta, tembea tembea kule Shirati, tembea Bubombi, tembea kule Nyachabakenye, tembea kabisa jioni ya leo kwa Gachuma kule, tembea kule Mamba Miamba, tembea jioni ya leo. Tembea. Mungu akubariki sana ndugu yangu unapokuja. Tembea sana. Tembea kule uliko jioni ya leo kule Shinyanga. Tembeeni kule Bariadi, tembea kule Shungushabawawa, tembea kule Ragangalibiriri tembea kule Pasiasi, tembea kule Moshono, tembeeni kule Mbauda kwa Mrombo. Tembeeni tu jioni ya leo kwenye vituo, na watu wa Mungu awajalie neema yake jioni ya leo. Aliyeandikwa kwenye kitabu cha uzima cha mwana kondoo hata sujudu. Usihofie kinachokuja, ila hofia tu kukosa kuwa katika jina la mwana kondoo. Bwana akubariki sana unapotembea. Tembea tu kwenye kituo kule jioni ya leo. Tembeeni kule Bunda, Bariri, Migungani, Kinyambwiga, tembeeni kule Bugoji, Muhoji, tembeeni kule. Tembeeni maana popote kule Addis Ababa, Ethiopia, tembeeni kule Lusaka, tembea Johannesburg, tembea kule South Africa na Botswana. Tembea tu jioni ya leo. Tembea jioni ya leo. Wakati wito unaendelea, tembea tu mama. Mungu akubariki sana. Tembeeni jioni ya leo kule kwenye vituo pale nyumbani. Wewe tembea. Mchungaji na askofu wa jimbo hili anakwenda kuomba kwa dakika hizi chache, kwa sekunde hizi chache tena kwa ajili yetu. Kule kwenye vituo tutaendelea kutoa wito na hata hapa. Mungu awabariki na amani ya Bwana iwe nanyi. Walioandika kitabu cha uzima cha mwana kondoo hawatasujudu. Fumba macho tuweze kuomba. Tuombe. Baba na mtakatifu, Mungu wa rehema, jioni ya leo tena kupitia katika kinywa cha mtumishi wako tumesikia ujumbe wa pekee. Tunakusihi Mungu wa mbinguni, kwa namna ya pekee gusa bongo zetu, bongo za kila mmoja tuweze kuelewa. Amen. Ukweli umewekwa wazi jioni ya leo. Ni yule tu atakaye kwa ameandikwa kwenye kitabu cha mwanakondoo ndiye atakuwa salama katika vurugu hizi. Amen. Tunakusihi Yesu, tunakusihi Baba, kila mmoja alisikia ujumbe wa leo, Roho wako Mtakatifu akamshawishi kufanya maamuzi ya kuokolewa kungali mapema. Tuasante kwa ajili ya ndugu na dada waliotembea katika vituo mbalimbali na kwenye kituo hiki. Yesu kawapokee na kuwatia muhuri kwa ajili ya wokovu. Tunapofika mwisho wa jioni ya leo, tunakusihi Yesu ukaende na kila mmoja wetu, ukiwabariki wahubiri wetu na wahudumu wetu, na kila mmoja akaone mkono wako. Kwa jina lake Yesu tunaomba, amina. Amina. Bwana wabariki. Na kule kwenye vituo usiondoke na bila kuweka jina lako. Kuna viongozi pale na watakueleza wanabatiza lini. Amani ya Bwana iwe nanyi. Haleluya. Tukutane kesho kwa neema.